Wataalamu wa kuchora ramani, hawa ndio ninaowazungumzia kwa sasa. Ni muhimu sana hawa wataalamu wa kuchora ramani. Ni muhimu sana wataalamu wa kuchora ramani wafike eneo la site kabla ya kuchora ramani. Ndiyo, ni muhimu sana kufika eneo linalotakiwa kujengwa. Je, unajua ni kwa nini? Nasema ni muhimu sana wataalamu wa kuchora ramani wafike site kabla ya kuchora, ili aone kiwanja kilivyo pamoja na kupima ukubwa wa uwanja. Hii itapunguza ugomvi na majirani, kwa kuwa kuna baadhi ya wachora ramani wasio makini huchora ramani kubwa kuliko uwanja, na baadhi ya wenye uwanja huingia hadi kwenye uwanja wa jirani ili nyumba yake iweze kujengwa kama ilivyo kwenye ramani. Hapo ndipo ugomvi kati ya jirani na jirani huanza. Kwa hiyo ni muhimu sana mchora ramani azingatie vipimo vya uwanja wa mteja wake. Ni muhimu sana wafike ili wajue dira ya hapo ikoje. Itawasaidia kujua kaskazini, kusini, mashariki na magharibi vipo upande gani mwa huo uwanja. Ni muhimu sana wafike ili wajue mwelekeo wa upepo kwa eneo hilo. Ni muhimu sana wafike ili wajue hali ya mvua ikoje eneo hilo. Ni muhimu sana wafike ili kujua mipaka ya majirani wanaomzunguka. Pia bado ni muhimu sana wafike ili waone barabara iko umbali gani kutoka kwenye kiwanja. Ni muhimu sana wafike ili wajionee udongo wa pale ni wa aina gani. Ndiyo, hii ukijua udongo hapo ni wa aina gani itamsaidia kutoa ushauri kwa mwenye nyumba namna bora ya kujenga msingi wa nyumba. Ni muhimu sana wafike ili wajionee na miundombinu mingine kama mitaro ya kupitisha maji ya mvua, mabomba ya maji safi na maji taka. Pia waone zilimopita nguzo za umeme. Hizo ndio sababu muhimu sana wataalamu wafike site kabla ya kuchora ramani. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Kwa elimu zaidi, endelea kufuatilia YouTube hii ya Mjenzi wa Nyumba ili uweze kujifunza mambo mengi na mambo mbalimbali yahusie ujenzi. Naombeni, kuna watu mmekuwa mkichanganya mada. Hapa nafundisha mambo yanayohusu ujenzi pekee. Msianze kuniuliza maswali yanayohusu mambo ya uchumi. Mimi sio mtaalamu wa uchumi. Unataka kujenga, huna hela, ufanyaje? Hilo mimi sina utaalamu nalo, kwa hiyo sitaweza kukusaidia, kwa kuwa mimi ni mtaalamu kwenye mambo ya ujenzi. Tofauti ya ujenzi hapo, hapana. Naomba kaa pembeni kidogo tuwapishe wanaohitaji mambo ujenzi. Asante sana na karibuni sana, na naomba tuendelee kwa pamoja.